Bwana, tunajua vizuri kabisa kanuni ya FIFA inasema wachezaji wakiwa wanazozana na mmoja akafunika mdomo kwenye hii michezo ya kombe la dunia, basi hapo mwamuzi atatakiwa kumuonesha yule mchezaji aliyefunika mdomo kadi nyekundu. Lakini katika mchezo kati ya Ghana dhidi ya Uingereza, mchezaji Jude Bellingham alionekana kama vile anazungumza na Jordan Ayew akiwa amefunika mdomo, lakini mwamuzi hakumuonesha kadi nyekundu na Jude Bellingham alimaliza mchezo huo dakika 90 fresh kabisa. Lakini sasa baada ya hapo msimamizi wa waamuzi Pierluigi Collina amezungumza kwamba ni kweli kanuni zinataka mchezaji pale ambapo anakuwa amefunika mdomo atolewe nje kwa kadi nyekundu, lakini inategemea na maongezi yenyewe. Akasema kuna muda inatokea labda wachezaji ni marafiki, unakuta wanachezea klabu moja ama ni washikaji ambao ni wa muda mrefu sana, kwa hiyo kuna muda unapozungumza hawataki yale maongezi yao mtu yoyote ayasikie, kwa hiyo lazima watafunika mdomo. Kwa hiyo ikitokea incident kama hii hapa ambayo mchezaji atafunika mdomo akiwa anazungumza na mwenzake kirafiki, basi hakuna kadi nyekundu ambayo inatolewa, kwa sababu kunakuwa hakuna maneno yoyote mabaya ambayo anayaficha, ambayo anakuwa hataki mtu yoyote ayagundue. Kumbuka kabisa kwenye hii michezo ambayo inaendelea ulimwenguni kote kwa sasa, kuna watu maalum ambao wanaitwa lip readers, ambao kazi yao kubwa ni kuangalia baadhi ya video pale ambapo wachezaji wanakuwa wanarushiana maneno, pale ambapo referee anakuwa anaongea, au pale ambapo mtu yoyote ambaye yuko ndani ya uwanja kuna vitu ambavyo anavizungumza ambavyo ni vigumu sana mtu yoyote kuvisikia. Basi wao kazi yao maalum ni kuangalia jinsi ambavyo zile lips zinakuwa zinacheza na kuweza kugundua kabisa maneno ambayo yalikuwa yanazungumzwa ni kitu gani, na mara nyingi huwa hawakosei. Kwa hiyo kwa maneno haya ya Pierluigi Collina ni kwamba Jude Bellingham yupo safe side, na inawezekana kitu ambacho walikuwa nakizungumza yeye pamoja na Jordan Ayew ilikuwa ni maneno ya kirafiki kabisa, na walikuwa wanazungumza vitu ambavyo sisi hatuvijui, lakini Collina ni kama vile anatetea, japo yeye mwenyewe hana uhakika kwa sababu hakuna official statement ambayo Jordan Ayew amehojiwa na akasema kwamba yeye pamoja na Jude Bellingham walikuwa wanapiga story za kishikaji.